Epuka kero na gharama za kusambaza kadi za makaratasi. Invite Pro tunakuleta kadi za kielektroniki, smart na za kisasa ambazo zitakusaidia kusambaza kadi za mialiko na mchango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mialiko na michango, kadi nzuri yenye mvuto, kusambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp, kusambaza Google location ya ukumbi au mahali sherehe inapofanyika, kuwapigia waliko wako wote ili kuhakiki kama wamepata kadi. Tunatoa ripoti ya idadi ya watu wanaotazamiwa kuhudhuria sherehe, kuskani kadi siku ya sherehe, kusambaza message ya shukrani kwa waliko wote. Waliko wote watapata kadi kwenye simu zao, iwe smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Instagram @invitepro_ au tupigie kwa simu namba 0747474098 au WhatsApp 0763570877. Serikali imewataka watekelezaji wote wa miradi 39 ya utafiti wa tabia nchi inayoratibiwa na Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH kuhakikisha miradi hiyo inasimamiwa kwa ukaribu mkubwa na kila shilingi ya fedha za umma inatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Wito huo umetolewa leo Februari 5, 2026 jijini Dodoma na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Daniel Mushi, akimwakilisha Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda wakati wa mkutano wa mwaka wa mapitio ya maendeleo ya utafiti wa mpango wa utafiti wa tabia nchi wa COSTECH. Ndugu washiriki, mkutano huu ni wa kimkakati na una lengo la kukutanisha wadau muhimu kwenye mfumo wetu wa utafiti hapa nchini. Lakini tunapozungumzia utafiti, tunauzungumzia kwa umoja wake pamoja na teknolojia na bunifu zinazotokana na utafiti. Na lengo la kukutana mahali hapa, ninaweza nikaweka malengo matatu makubwa. La kwanza ni kufanya tathmini ya maendeleo ya tafiti hizo ambazo zimepata ufadhili kutoka kwenye fedha hizi ambazo zimetolewa na wahisani au wadau wetu wa maendeleo SIDA na Norway. Kwa hiyo lengo la mkutano huu ni kufanya tathmini. Moja ni kufanya tathmini ya maendeleo ya tafiti hizo, lakini dhumuni la pili ni kufanya knowledge sharing, kubadilishana maarifa kutoka kwa watafiti mbalimbali ili kuweza kujua changamoto ambazo zimeshajitokeza mahali pengine au kwenye mradi mmojawapo zimetatuliwa vipi, ili na nyie ambao mnatekeleza muweze kupata uzoefu na hivyo basi kuweza kujiandaa kukabiliana na changamoto kama hizo kama mtakutana nayo. Na sababu nyingine ya tatu ni kujenga kiunganishi cha utafiti, sera na mipango ya maendeleo ya taifa letu. Na hapa ninamaanisha kwamba yale matokeo ya utafiti ambao mtafanya tunategemea yaweze kufika kwa watunga sera ili yaweze kusaidia na kuinform utungaji wa sera ambazo zitapelekea utatuzi wa changamoto zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo malengo hayo matatu yakitimizwa, basi tutakuwa tumetendea haki muda wetu na rasilimali ambazo tutazitumia kwa siku hizi mbili. Ndugu zangu, muktadha wa mkutano huu unatukumbusha kuwa utafiti unaofadhiliwa na rasilimali za umma, wakiwepo pia washirika wa maendeleo, ni uwekezaji, ni investment. Na hii maana yake ni kwamba kwenu nyie watafiti ambao umebahatika kupata ufadhili wa kufanya tafiti hizi, ni deni kwa taifa lenu kwamba tunawekeza kwenu ili muweze kurudisha baki kwa taifa lenu. Na hapa ninataka kusema kwamba tafiti mnazozifanya zinategemewa sana katika kutoa majawabu ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi tunazokabiliana nazo. Na mimi naomba tu nizidi kusema kwamba tunategemea tupate local solution to local problems. Tunafahamu visababishi vya mabadiliko ya tabia nchi vinatokea nje ya mipaka ya nchi yetu, lakini madhara ya mabadiliko ya tabia nchi yanatokea hata kwa watu wasiochangia hata kidogo kwenye mabadiliko hayo ya tabia nchi, na vivyo tunapaswa kutengeneza suluhu inayoendana na mazingira ya kwetu hapa nchini.
Kama serikali tunahitaji kupata taarifa za kitafiti, ushahidi wa kitafiti ili kuweza kutengeneza sera ambazo zitapelekea kutengeneza sheria, kutengeneza kanuni ambazo zitatusaidia sana kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mategemeo yetu kama serikali kwa watafiti mliopewa fedha hizo ni makubwa sana. Nimeambiwa tayari miradi 34 imeshaanza kutekelezwa kati ya hiyo 39, na leo hii tunaenda kupata mawasilisho ya matokeo ya utafiti kutoka kwenye miradi 34. Nitoe wito kwa watekelezaji wote wa miradi 39 kuzingatia mambo yafuatayo. Mosi, taasisi zinazosimamia miradi hiyo kwa maana ya taasisi mlizotoka ni watafiti zisimamie kwa ukaribu sana miradi hiyo. Kila shilingi iende kunako stahili. Kila shilingi iliyotolewa kwa madhumuni haya ielekezwe kunako stahili. Pili, COSTECH ihakikishe inasimamia vema fedha za utafiti na iratibu uwasilishwaji wa matokeo ya utafiti kwa makundi yote ya wadau kwa maana ya dissemination ili matokeo hayo yaweze kutumika. Lakini tatu, COSTECH iongeze ufanisi katika kuratibu programu hii na nyingine ambazo amezitaja mkurugenzi mkuu wa COSTECH ili kuhakikisha uwekezaji wa serikali kwenye tafiti unazaa matunda yenye michango chanya kwenye mifumo ya kitaifa ya maendeleo. Lakini pia COSTECH ifuatilie kwa karibu na iweke utaratibu wa wazi na wa uwajibikaji ili miradi yote 39 iliyopewa fedha itekelezwe kwa uadilifu. Na mwisho, COSTECH itafute njia mbalimbali za kuhakikisha matokeo ya utafiti yanafikia wizara yetu na wizara nyingine zinazoguswa moja kwa moja na matokeo ya tafiti ambazo mnazifanya. Ongeze watafiti, wawezeshaji na washiriki wote kwa uwepo wenu ambao ni muhimu katika kufanikisha haya tunakusudia, na nitoe wito kwa maana pamoja na kuwasilisha, kujadiliana, lakini pia tuangalie wapi kuna complementarity katika hii miradi kusudi kwa pamoja itasaidia kuhakikisha kwamba haya tunayokusudia yanakuwa na impact kubwa zaidi kwa jamii yetu kwa ujumla. Mkutano huo wa siku mbili unalenga kutathmini maendeleo ya tafiti zilizofadhiliwa, kubadilishana uzoefu na maarifa, kujifunza kutokana na changamoto zilizojitokeza, pamoja na kujenga kiungo madhubuti kati ya utafiti, sera na mipango endelevu ya taifa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.